Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wana pila limeisha, pila la burudani kutoka kwa Mwananchi. Ni kama mlimisi ligi kuu hivi. Ya, ligi tuliimisi kwa sababu unajua sisi ndo mabingwa watetezi na sisi ndo tunacheza klabu bingwa. Maana ya klabu bingwa ni sisi, sura ya klabu bingwa ni sisi, Yanga Afrika tunayo. Hata na best loser. Kwa kama ni sisi ndo tumebeba sura ya klabu bingwa na ligi. Hapo best loser tena. Manake sisi ndo tunacheza ligi ya mabingwa. Sisi ndo mabingwa kwenye nchi yetu. Hao wengine mabingwa kwenye nchi gani? Kwa hao lazima watakuwa best loser. Kwa kama ni best loser, hawa hawatazungumziwa sehemu yote. Kwa kwenye ligi si ndo namba moja, lakini pia wawakilishi namba moja. Kwa hiyo tunaelewa namna gani ya kucheza hizi mechi za ligi ili tuendelee kuwa vile ambavyo tulikuwa. Tunafurahi kuwabeba wenzetu kwenye michuano ya kimataifa. Tunafurahi kutokana na sisi tunapeleka timu nyingi, lakini tumefuzu wote kwenda kwenye hatua ya makundi. Kwa tumerudi kwenye ligi. Tunataka Yanga Afrika tufanye kile ambacho tulikifanya msimu uliopita mpaka tukaweza kuwabeba wenzetu. Mohamed Hussein Zimbwe. Ni kama usajili ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu, leo hii umeanza kulipa. Ni furaha kiasi gani kwa mashabiki kuona kijana kutoka upande wa pili leo anakuja kuscore kwenye mechi ya muhimu? Kwanza Mohamed Hussein Zimbwe, mimi mara nyingi wanasema hakuna mchezaji bora kwenye hii nchi amewahi kutokea upande wa kushoto kama Mohamed Hussein. Hata alivyokuwa Simba mimi nilisema kwamba Mohamed Hussein ni mchezaji bora kuliko mchezaji yoyote kuwahi kutokea, kwa sababu namfahamu vizuri Zimbwe, harakati zake, anaanza kucheza mpira mpaka hapa alipofika. Timu zote alizopita Mohamed Hussein, hakuna timu imewahi kufurahi baada ya yeye kuondoka. Na hajawahi kurudi nyuma kila anapoenda mbele Mohamed Hussein. Kwa hata amekuja Yanga, wale waajili wake wa zamani ambao ni Simba sasa hivi hawajapata mbadala wa Mohamed Hussein. Timu yao inacheza vibaya. Kiukweli timu yao ina hali mbaya kutokana na pengo la Mohamed Hussein. Kote anacheza vizuri, lakini ninapofika na swala la kufunga, Mohamed Hussein tena alikuwa anashambulia na hapa magoli wanafunga. Sasa hivi hawafungi, wale walikuwa wanafunga kupitia Mohamed. Mohamed alikuwa anafunga magoli hata kimataifa, sasa hivi hawafungi. Mechi mbili wamesuluhu hapa, 1-1 bila. Lakini angekuwepo Mohamed Hussein angefunga hata goli la mbali. Kwa Mohamed Hussein ni pengo kubwa sana kwa upande wa Simba. Lakini Mohamed Hussein ameongeza uhai mkubwa sana kwenye upande wa timu yetu ya Yanga. Ukiangalia upande wa kushoto tuna Mohamed Hussein, tuna Shada Kiboka. Wote ni moto wa kuotea mbali. Kwa sisi tumepata mchezaji bora, lakini wenzetu wamekosa mchezaji bora. Ni kwamba Anthony Mligo hatoshi. Anthony Mligo mimi sijawahi kumwangalia. Nilijaribu kwenda kuangalia kwenye mechi yao na usingizini. Baada ya kufika pale nimejikuta naamka sioni hata shabiki mmoja, mpira umeisha. Kwa sababu mpira ulikuwa uvutii, mpira mbovu. Na mimi nikiangalia mpira mbovu nasinzia, nimesinzia dakika 90. Kwa hiyo nitaka niangalie hata wachezaji wao sijawaona. Ila naamini hakuna mchezaji anaweza kuziba pengo la Mohamed Hussein. Tunamzungumzie Celestine Ekua. Aliimbwa kwenye usajili. Hapa katikati ni kama performance yake baada ya mechi ya Wananchi akapotea. Leo hii karudi tena. Kwanza kwa wale ambao walikuwa wanasema pale mmepigwa. Kwanza wanaosema sisi tumepigwa kwa Ekua, nadhani ni maneno ya kishabiki. Ila kiukweli mpira anaocheza Celestine Ekua, mimi nilikuwa naangalia 2018, namuona alikuwa nao mchezaji mmoja anaitwa Lionel Messi wa 2018 pale Barcelona. Ana uwezo mkubwa kwa sababu jamaa ana speed, lakini pia ana target. Anaweza kufunga magoli ambayo goalkeeper anaamini kabisa hapa mpira unakwenda nje. Mpira ule ulikuwa unaenda pembeni kabisa, lakini umekata kona, wenyewe umerudi ndani. Unaweza kusema upepo umemsaidia, lakini yale ni maarifa na akili nyingi. Na sio lile tu, magoli kama yale Ekua amefunga mengi. Wachezaji wa Yanga wengi wana uwezo mkubwa. Sema wale makocha walopita, huyu kocha alopita Ufoliz, yeye mwenyewe mpaka akachanganyikiwa. Kocha umeajiriwa na timu, unaanza kuuliza ni mpange nani akae nje. Maana yake wewe timu imekuzidi, si ndio? Yanga ni timu kubwa. Inataka makocha kama huyu kocha wetu mpya huyu alofika. Anaitwa Pedro nani? Sawa. Huyo ndio kocha ambaye anaweza kufundisha Yanga. Kwa sababu amefika leo, tuangalia mambo yalofanyika. Wachezaji wa mguu wa kushoto wamepata nafasi na wote wamefunga magoli. Mmoja kafunga Mohamed Hussein left. Mwingine kafunga Ekua left. Kwa hiyo huyu ni kocha ambaye ameanza na wachezaji wanaotumia mguu wa kushoto. Mechi inayofuata wachezaji wanaotumia mguu wa kulia mtawaona. Kwa hiyo hapa ndo anaunganisha timu. Ameanza na kitu kimoja, wachezaji wanaotumia mguu wa kushoto leo wamefanya kazi yao.
wachezaji wanaotumia mguu wa kulia, mechi inayofuata Dodoma dhidi ya Prison. Kwa mashabiki tujiandae kufurahi kupitia wachezaji wanaotumia mguu wa kulia. Leo haikuwa siku ya Dube. Dube anatumia mguu wa kulia. Dube mechi yake ni dhidi ya Prisons Dodoma. Kwa hiyo Dube anafuata Dodoma kuwaka na wachezaji wengine wanaotumia miguu ya kulia. Leo ilikuwa ni zamu ya wachezaji wa mguu wa kushoto. Sawa, hapo kwa Dube ni kama mashabiki wengine wameanza kumkatia tamaa baada ya hichi kipindi kigumu ambacho anakuwa anakipitia. Ni kweli kwamba Dube ni striker ambaye si mzuri? Yanga hatuna hiyo tabia ya kumkatia mchezaji tamaa, kwa sababu leo Dube kaoga pesa kuliko mchezaji yoyote amewahi kupita Yanga. Hakuna mchezaji amewahi kuoga pesa nyingi kwa mashabiki kama Dube alizooga leo. Ni pesa nyingi. Mashabiki wa Yanga tuna upendo. Mashabiki wa Yanga tunaelewa mchezaji anapitia kipindi gani. Na sisi tushajua kwamba Dube tatizo lake limekwisha. Au huyo kocha alopita anaweza kampanga Dube namba 6, sasa atafungaje goli? Kwamba shida ya Dube ni Romain Folz. Tatizo lilikuwa kocha, kwa sababu wewe huwezi kumpanga Dube namba 6. Sasa Dube muda wake wa kufurahi umefika. Wanangu, twendeni Dodoma. Mimi kama Dube hajafunga goli Dodoma, kila mmoja hapa anapiga 20. Kama Dube hajafunga goli Dodoma, kila mtu anapiga 20. Iweke sawa 20 nini? 20,000 ya Kitanzania. Sina hela nyingi. Lakini kwa nyinyi hapa namna mlivyo umati huu, japo mpo wengi, lakini mimi naweza kutoa hiyo 20,000. Kama Dube hajaingiza goli Dodoma 20,000, wewe ndio utaweza kutafuta hiyo, utanitafuta, tatoa hela za watu wote, hata wakiwa 30 baridi. Lakini unaizungumziaje performance ya Dube kiuhalisia kwenye kawaida, kwa sababu kwenye jicho la shabiki lakini pia na la mpenzi wa mpira? Mimi napenda striker anayekosa magoli. Anatafuta nafasi lakini anakosa goli. Kwa sababu kama amesubutu kutafuta ile nafasi akaikosa, ujue kuna muda atafunga. Ushaelewa? Lakini kuna striker kama Jonas, sio anamuita nani, Soa. Ni striker ambaye hawezi kutafuta nafasi, hawezi kufunga. Sasa striker kama wewe wa nini? Kwa hiyo Dube ni striker ambaye anaweza kutafuta, anakaa kwenye nafasi, anapata nafasi, amekosa. Lakini huyu mchezaji kumrekebisha ni rahisi kuliko wachezaji ambao hawapati nafasi kabisa. Mtu kama Mkwala, unaenda naye wapi? Ukiwekewa Dube, Jonathan Soa na Dese Mkwala, unaondoka na Dube? Changanya wote, hawamfikii Dube. Dube ni striker hatari. Hakuna striker hatari. Hakuna striker hatari hii ligi kama Prince Dube. Bwana, mimi nakushukuru wa kigeni. Asante. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.